Karibu ni kupashe yale ambayo yanajiri sasa hivi katika mitandao ya kijamii katika nyanja ya kisiasa humu nchini. Kapteni Tesha aliyezua taharuki nchini kwa siku kadhaa sasa apokelewa kwa ubaya siku ya leo. Kauli nzito sana yatolewa kuhusu kapteni huyo Tesha pamoja na jeshi la JWTZ. Kauli hiyo imewaacha Watanzania wengi kutafakari mazito na kuachwa na maswali mazito baada ya mzee Joseph Butiku kuweza kuvunja ukimya na ujumbe huu mzito kwa Kapteni Tesha pamoja na jeshi la JWTZ. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika mji tulivu wa kando ya ziwa wa Musoma katika mkoa wa Mara nchini Tanzania, sauti ya akili ilipanda tena kupitia maneno ya Joseph Butiku, mwenyekiti wa wakfu wa Mwalimu Julius Nyerere. Katika siku hii tulivu ya Oktoba mwaka 2025, Joseph Butiku, mzee huyo, alihutubia taifa kwa ujumbe wa mbwembwe, ukumbusho wa maadili ambayo yameifanya Tanzania kuwa na nguvu, huku akikashifu uwepo wa Kapteni Tesha. Kauli yake hiyo imekuja wakati ambapo mazungumzo ya hadhara yalizidi kuwa ya mvutano kufuatia kauli tata zilizotolewa na mtu aliyejitambulisha kuwa ni Kapteni Tesha kutoka Jeshi la Ulinzi la Wananchi la Tanzania JWTZ. Ombi la uchochezi la mwanamume huyo anayefahamika kama Kapteni Tesha kwa jeshi kuweza kuchukua hatua dhidi ya serikali ya Samia Suluhu Hassan lilileta mshtuko katika duru za kijamii na kisiasa, na pia kusababisha mjadala mkubwa juu ya utulivu wa taifa, utaratibu wa katiba na mipaka ya uhuru wa kujieleza. Katika hotuba yake, mzee Butiku alikosoa vikali maneno ya Kapteni Tesha na kumshambulia kwa maneno makali, akiyataja maneno ya Kapteni Tesha kuwa ni hatari, kinyume na katiba na yanapingana kabisa na misingi ambayo Tanzania ilijengwa juu yake. Alisisitiza kwamba miito kama hiyo ya uasi ndani ya jeshi haiwezi kamwe kuvumiliwa katika nchi iliyojengwa juu ya amani, umoja pamoja na heshima na utawala wa sheria. Mzee Butiku alisisitiza kwamba mfumo wa kisiasa wa Tanzania uliolelewa na hekima ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere uliundwa kulinda mamlaka ya watu kupitia taasisi za kidemokrasia, si kwa vitisho pamoja na uchochezi kutoka kwa kapteni mmoja kama vile Tesha. Alionyesha kusikitishwa na kwamba raia yeyote, achilia mbali mmoja anayedai kuwa anajiunga na jeshi, atajaribu hadharani kuleta mgawanyiko na kutoaminiana katika taifa ambalo limejivunia kwa miongo kadhaa kama mwanga wa amani barani Afrika. Akipanua ukosoaji wake wa kauli za Kapteni Tesha, Butiku aliwatahadharisha Tanzania au raia kukataa na kulaani matamshi yoyote yanayolenga kudhoofisha utulivu au kuchochea uhasama. Alisema kuwa umoja wa kitaifa sio tu dhamira ya kisiasa, bali ni wajibu wa kimaadili ambao kila mwananchi lazima aweze kuzingatia, haswa nyakati ambazo mihemko hupanda karibu na uchaguzi. Butiku alisisitiza kwamba sauti kama za Kapteni Tesha si potofu tu, bali ni hatari sana kwa sababu zinatumia kuchanganyikiwa kwa umma kwa manufaa ya kibinafsi au ya kisiasa. Alikumbusha umma kwamba ni aina hii ya matamshi ambayo yanaweza kusambaratisha mataifa na kuingiza jamii katika machafuko. Tanzania, alisema, haipaswi kamwe kujiruhusu kunaswa katika mtego huo. Katika hotuba yake yote, Butiku alitafakari misingi ya kifalsafa iliyowekwa na Mwalimu Nyerere, misingi ya heshima, mazungumzo na uwajibikaji wa pamoja. Maadili hayo, alifafanua, ndiyo yanayoitofautisha Tanzania na mataifa mengi ambayo yamekumbwa na mgawanyiko na migogoro, akirejelea kutoridhishwa kwake na wito wa Kapteni Tesha na kuingilia kijeshi. Butiku aliwataka wananchi kukumbuka kuwa majeshi ya Tanzania yamekuwa ni ishara ya nidhamu na uaminifu kwa katiba na si chombo cha kulazimisha kisiasa. Alionya kwamba jaribio la kuwaingiza wanajeshi katika mabishano ya kisiasa linatishia kuzorotesha taasisi zile zinazolinda amani ya taifa. Ujumbe wa Butiku uliwagusa sana wale wanaokumbuka safari ya Tanzania baada ya uhuru, hadithi ya uvumilivu na kuishi pamoja. Alilikumbusha taifa kuwa amani wanayoipata leo ni ngumu na lazima ilindwe kwa umakini na hekima. Alionyesha wasiwasi wake mkubwa kwamba watu kama Kapteni Tesha wanaweza kutumia uhuru uliohakikishwa na katiba kueneza itikadi zinazowagawanya. Tabia kama hiyo, Butiku alisema, inadhoofisha sio tu uaminifu wa taasisi za kitaifa, lakini pia nyuzi za maadili za jamii. Alitoa
wito kwa Watanzania hususan vijana wanaofanya kazi kwenye mitandao ya kijamii kuwa na busara, shiriki midahalo mitandaoni. Enzi ya kidijitali aliona imekuza sauti kama za Tesha na kuzipa jukwaa la kueneza habari potofu na kuchochea machafuko mitandaoni. Butiku alionya kuwa uhuru wa kuongea au kusema, ingawa ni mtakatifu, sio leseni ya kuchochea machafuko au kudharau utaratibu wa kidemokrasia. Ukosoaji wake dhidi ya Kapteni Tesha ulitumika kama onyo kubwa dhidi ya matumizi mabaya ya majukwaa ya umma kuendesha hisia za kizalendo kwa malengo mabaya au malengo ya kisiasa. Katika sauti ya kutafakari, Mzee Butiku alibainisha kuwa urithi wa Mwalimu Nyerere haukuwa wa utiifu kipofu, bali kuhusu uraia unaotambulika, jukumu la kutumia sauti ya mtu kwa ajili ya kuboresha taifa. Alisisitiza kwamba ukosoaji wenye kujenga, mazungumzo ya amani na ushiriki wa raia ni vielelezo vya kweli vya uzalendo na sio wito wa kizembe wa makabiliano. Kulaani kwake ujumbe wa Kapteni Tesha kwa hivyo haukuwa tu kukataa uchochezi, bali pia uthibitisho wa dira ya maadili ya taifa. Butiku aliyataja matamshi ya Tesha kuwa ni dharau kwa vizazi vya Watanzania waliojenga jengo la utulivu nchini kwa matofali, kwa umoja na nidhamu. Wakati hotuba yake ikiendelea, Butiku aliwataka viongozi katika ngazi zote kuinua maslahi ya kibinafsi au ya kichama na kujitolea tena kwa maadili ya haki pamoja na kuheshimiana. Aliwakumbusha kuwa uongozi kwa roho ya Nyerere ni kitendo cha utumishi, si fursa ya kutafuta madaraka kwa uoga au mgawanyiko. Kukemea kwake mara kwa mara kauli ya Kapteni Tesha kulisisitiza imani yake kwamba kila jaribio la kuyumbisha nchi lazima likabiliwe na ujasiri wa kimaadili na uwajibikaji wa kiraia. Alitoa wito kwa taasisi za kidini, mashirika ya kiraia na vyombo vya habari kuendeleza simulizi za amani zinazopingana na sumu ya uchochezi. Aliwataka wananchi kusimama na kutafakari nini maana ya kweli ya kuwa Mtanzania, kuthamini amani kuliko uchochezi, umoja dhidi ya migawanyiko na matumaini juu ya kukata tamaa. Msimamo wake dhabiti dhidi ya matamshi ya Kapteni Tesha ulikuwa ukumbusho kwamba mstari kati ya kutokubaliana na uharibifu ni mwembamba, na mara tu ukivuka ni vigumu kuweza kurejeshwa nyuma. Alisisitiza kuwa nguvu ya kweli ya Tanzania haipo katika uwezo wa taasisi zake pekee, bali katika imani ya pamoja ya kimaadili ya watu wake. Mwishoni mwa hotuba yake, Butiku aliwakumbusha wasikilizaji wake kwamba dunia inaitazama Tanzania kama kielelezo cha utulivu katika eneo ambalo mara nyingi lina machafuko. Sifa hiyo, alionya, inaweza kupotea ikiwa raia wataruhusu sauti za migawanyiko kama za Kapteni Tesha kutawala mijadala ya umma. Alitoa wito kwa kila mtu, kutoka kwa raia wa kawaida hadi maafisa wa serikali, kujitolea upya katika mazungumzo na umoja wa kitaifa. Alisisitiza kwamba urithi wa Mwalimu Nyerere si kumbukumbu tu ya kihistoria, bali ni mwongozo hai wa jinsi wa Tanzania wanapaswa kufikiri, kutenda na kuishi pamoja. Hotuba ilipohitimishwa, ujumbe wa Mzee Butiku ulisimama kama onyo na mwanga wa matumaini. Kulaani kwake mara kwa mara kwa maneno hatari ya Kapteni Tesha kulitumika kuwakumbusha Watanzania kwamba amani ni tete na ni ghali, na kuilinda kunahitaji juhudi za mara kwa mara. Mtazamaji, ni hayo tu nimekuandalia sasa hivi. Ningependa kusikia maoni yako kuhusiana na ujumbe wa Joseph Butiku kuhusiana na Kapteni Tesha pamoja na jeshi la JWTZ. Vile mtazamaji, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele. Vile bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri sasa hivi mitandaoni.